wakati kila mtu analemewa. Miti na inama, upepo unavuma kwa ghadhabu, nyota zimezimika, giza limekumbatia anga. Maneno yanapotea katika sauti za vilio, lakini ndani ya mioyo kuna cheche za upendo. Je, ni mwisho ama ni mwanzo wa safari mpya? Je, vita vitakoma ama ni mapenzi yatashinda? Simie yule litaka nimfunze tu, kwa sababu alikuwa anifanya yeye ndo mzuri kuliko wote, na anakataa watu, anawatukana. Nikaona huyu ni mpe ami yangu, amshikia adabu tu, na ami yangu nikamwambia uzuri, yani hapo kama tabakora sa. Sasa mimi nashukuru sana, kwa sababu katika wanawake waliotusumbua kwenye kijiji hiki Sofia amesumbua. Sasa juzi nimekutana naye mzee Sofia. Sofia kaisha, Sofia kapauka. Ukimwangalia Sofia, mimi na yeye mzuri mimi. Ule weupe ule ngambe ule uko unalingia na weupe nyani alotia matakoni, unadili huo. Sofia miaka 2 au miezi 3 inakuja Sofia. Mbona anaweza kufanana na mtandio wako? Alitaka yote kwa pupa. Mtaka nyingi na 7. Mwache yapate tukayapata vile. Sasa mwache impate hiyo misiba. Haya bana, mimi naenda zangu. Wapi tena? Nenda zangu kule wakina. Kuna nini? Na upiga story tu. Basi tupange maisha. Ufanye mpango na Dora naye aende kwa kaka yako akashikishwa damu. Niye naye? Dora mstaarabu yuko. Hana mambo mengi. Na wewe utaenda wapi? Utakuja kwangu? Mwenyewe namtafutia wangu. Mimi nipo bwana. Fanya mpango basi. Haya. Njoo tu. Au utaki jembe la mkono? Una tabu? Au ndo unalingia uzuri wako? Wali Mungu fundi. Njoo bwana. Hivyo nitarumagia, nitajitahidi. Sophie, kitu pekee ambacho mimi naweza nikakusaidia kwa hilo hapo ni kukupatia faraja tu. Mimi niko tayari kuhakikisha kwamba nakupatia faraja, unakuwa katika mudi tu nzuri, na ukizingatia kwamba swala la kuoana mimi na wewe naona kama ishashindikana kabisa. Mimi nashukuru kwa hilo, hata kwa kunipa faraja nashukuru, ila naomba nikuombe kitu kimoja. Naomba usiwe unanipigia simu usiku wala usimtumie simu. Sophie, hivi kweli hapo unashindwa kufanya kitu chochote kile ambacho kitakufanya tusipoteze mawasiliano yetu, tunawasiliana kila mara? Yule jamaa yule ni mkali askari, yani huwezi kutumia ujanja wote. Kwanza usiku simu anakuwa nayo yeye. Lakini utakuwa tayari kama nikisema labda mbali pale. Labda nimvizia wakati akienda shamba. Basi mimi nitafurahi sana. Na labda nikikwambia uje pale nyumbani unaweza ukaja. Labda nimvizie mume wangu kwa ameenda shambani ndio nije. Unaweza ukaja. Basi mimi nimefurahi kusikia kama unaweza ukaja. Ila nataka ufanye kitu ili niamini kama kweli bado unanipenda. Tusishinde kufanya. Basi kama unaogopa, naomba nipatie fursa mimi nifanye chochote kile ambacho utaamini kama kweli mimi bado nakupenda. Napenda kweli. Unaenda? Wewe nenda tu, mimi nikuone tu na. Basi mimi. Ana ngapi wewe kuwa karibu na mali yangu? Na kama wewe ungekuwa mtu mzuri, kila unaponiona usingekuwa unaniogofya.
Mimi labda niseme kitu brother. Na wanaume wote waliokuwa hapa kijijini ushafahamu uzuri, na wengi wa hapa wanaume wote wananiogofya, wananijua uzuri utata wangu ulipo wapi. Ushafahamu? Bela shida. Huzuni usoni kwa macho yanalia, hofu moyoni kama simba anafukia. Njia ni ndefu haijulikani mwisho wake, baridi ya hofu inapiga moyo bila huruma. Mshituko mkali moyo. Mike. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be kama ni mwanamke ambaye mimi namhitaji katika maisha yangu, wewe ni kitu gani ambacho kinakuuma? Sio kama sitaki mimi kukuacha na maisha yako. Ninakuonea huruma, unaingia kwenye matatizo hapa kijijini. Lakini hisia zangu mimi zipo kwa Sophie. Na kama hisia zangu mimi zipo kwa Sophie, niacheni mimi niendelee kumpenda wewe unayempenda. Kwani wewe inakuhusu nini? Mike, unapata maumivu Mike. Unawezaje kutembea na mke wa mtu hapa kijijini? Utajitia sifa mbaya hapa kijijini kwamba unatembea na mke wa mtu. Kwa nini wewe utembee na mke wa mtu hapa kijijini? Mbona kuna wanawake wengi? Dola, katika watu ambao nawaheshimu katika hiki kijiji wewe ni mmoja wapo. Isije ikafikia siku kaanza kuniona mimi labda Mike ni mkorofi au labda Mike labda anaongea sana. Tusitaki kufikia huko. Naomba tuendelee kulindiana heshima zangu. Na kama mimi nampenda Sophie, niacheni niendelee kumpenda Sophie. Kama mimi naumia, wewe inakuhusu nini? Kitu gani kinachokuuma? Si ukae uangalie ya kwako, kama anakuendea sawa si ni sawa. Kila mmoja si anaishi kutokana na hisia zake. Siwezi kukuacha Mike ukiwa unateketea. Sophie kaolewa. Sophie hapendi wanaume kama nyinyi, maskini makapuku kama nyinyi. Kwani wanawake wengine hapa kijijini hakuna? Hakuna anayemzidi Sophie. Hebu muache Sophie na mume wake. Kwani unaendelea kumfuatilia Sophie, utajiingiza kwenye matatizo wewe. Sophie hakupendi, ndio maana Sophie kaolewa na mwanamume mwingine mwenye pesa. Wewe kapuko na kupeleka wapi? Vita kwa mama, ni mapenzi yatashinda. Maswali mengi lakini jibu liko moyoni. Mishale ya giza haiwezi kuzima nuru ya ndani. Mshituko mkali, moyo unatetemeka. Nani atasimama wakati kila mtu analemewa? Maana wewe mimi umenifanya fardosa. Sijielewi, silio? Sijielewi Anakuambia mimi wanaleta banga kijinga wewe. Hii simu nani? Hii simu nani? Si ya kwako hii. Mshanifanya mimi macho bichwa nazi na macho matatu kuona sio. Huyu anakuandikia kwenye message huyu. Anakuandikia message nani hapo?
Wangeuka mimi. Mpuzo wangeuka mimi. Ngeuka mimi. Mpuzo sio kwa adabu wewe. Mwanamke ujifikirii. Kazi ya umalaya, tutuma nayo unaelewa? Na hivi ninavyokuandikia message, I love you tu. Mimi nashindwa kuja hapo kwako kwa ajili ya huyo mumeo. Wewe nani huyu? Nani unakwambia? Rafiki yako huyu. Walifanya mimi fodoza. Unanifanya fodoza? Unafanya fodoza mimi? Unasema rafiki yako mfahamu huyu? Si mtutakia mume huyu? Kila siku nakuangalia pale chooni ulivyokuwa ukijivuta pembeni hivi. Mimi nikakubatisha tu nikakuangalia toka juzi na kuangalia. Watu mimi na message. Sasa sina mahusiano naye. Hauna mahusiano naye? Na nyinyi ndio wale wanawake wale wanako waliokuwa kwenye ndoa na kuja kushika mimba ya uzito wa wanaume wengine na kuja kumabisha waume zenu. Ndio hivyo. Sio hivyo. Puzwa. Sio hivyo puzwa. Unabisha. Unabisha mimi wewe. Huzuni usoni kwa macho yanalia, hofu moyoni kama simba anafukia. Njia ni ndefu haijulikani mwisho wake, baridi ya hofu inapiga moyo bila huruma. Mshituko mkali, moyo unatetemeka. Nani atasimama wakati kila mtu analemewa? Mapigano ya kusikitisha yanaendelea, lakini tumaini linachoma giza lenye